والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ndugu zangu tulioruzukiwa kufanya hija mwaka huu 2026 na wale mahujaji watarajiwa 2027 na viongozi mbalimbali wa taasisi zetu za hija, lakini hapa tuna kiongozi mkongwe, mwakilishi wa Mheshimiwa Rais. Kwa upande wangu ni kiongozi wangu katika wilaya ya Mkuranga, ndugu yangu Ulega. Alisema nimeitwa shekhe, siji sawa, nikamwambia wale kuita wamepatia. Na wote tulioalikwa katika jambo jema hili la dua, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, anwani kuu yetu ni dua, na ni haki yetu kufanya hivyo kwa sababu ambazo zilitajwa na ndugu yangu Sheikh Khamis Othman Khamisi hapa, kwamba kwa mujibu wa imani yetu na kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu aliyohiji vizuri anarejea akiwa hana dhambi, na moja ya vinavyochochea kukubaliwa dua ni kuombwa na mtu mwema ambaye hana dhambi. Sasa ikiwa dua pia zinaombwa hata na watu ambao wana dhambi, ni dhahiri kwamba zikiombwa na watu tuna matarajio hawana dhambi, yale matumaini ya kabuli yanakuwa ni makubwa mno. Lakini kama ilivyokuwa kuna umuhimu wa kuomba, lakini pia tuliojaliwa kuhudhuria ni bahati yetu, kwa sababu tutakuwa tunaombewa na watu ambao kwa kiasi kikubwa matarajio ya kukubaliwa ni makubwa. Ni haki yetu. Miongoni mwa vitu ambavyo imamu au khatibu alivigusia ni swala la amani. Sisi tunasema kama kuna mtu mdau wa amani ni alhaji, kwa sababu ile ibada yenyewe moja ya misingi yake ya kuweza kutekelezwa ni kuwepo amani ya kutosha. Lakini isitoshe ile ibada yenyewe inafanywa katika mazingira na katika maeneo ambayo mji alioasisi mji ule, vitu vya mwanzo alivyoviomba ilikuwa ni amani. Baba wa mitume Ibrahim alayhi salam, kama tunavyofahamu, huwezi ukazungumzia uwepo wa mji wa Makka, lazima utajua uasisi wake. Lakini wanasema ni mara mbili kwa nyakati tofauti Ibrahim alayhi salam alifanya maombi maalum yanayohusu Makka. Mara ya kwanza kabla Makka kuwa mji, alisimama akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba, rabbi ja'al hadha baladan amina, na kuomba Mola wangu wa haki, jaalia eneo hili kuwe nini? Mji wenye amani. La msingi hapa ni kuona sio mji tu, mji wenye amani. Na Allah tabaraka wa taala dua ikikubali, sababu akazijalia za kufanya Makka kuwa mji. Ulipokuja kuwa mji pia aliomba tena, rabbi ja'al hadha albalada amina. Kwa hivyo masala ya mji wa Makka na wenyewe ni baladul amin. Kila mtu aliyejaliwa na mtarajiwa wa hija, moja ya tunu ambazo anatakiwa aziweke mbele ya macho yake na azijali kuliko mboni ya macho yake ni swala zima la amani. Ndio maana ahlul ilmu wanatuambia pamoja na istitaa ya mali na nyinginezo, kuna kitu kwa lugha ya zamani wakikiita khuluu tariq, yani kuwe kunaendeka. Nilikuwa nikiwaambia wenzangu mitaani huko, ukitaka kujua ishara ya amani na umuhimu wake, kuna kipindi ilitetereshwa, basi hata wale wa kuswali tulishindwa kuswali Ijumaa. Maana tuna watu humu wanaswali na wengine wanasali. Sasa wakuswali hatukuswali na wale wakusali pia hawakusali. Sio makanisa yalivunjwa au misikiti, kulikosekana kitu kinaitwa amani. Sasa hii hatuendi kisiasa,
kwamba mtu akaona tunapoomba amani labda kama tunajipendekeza kisiasa. Hapana, ni haki yetu, ni wajibu wetu, na ni jambo ambalo linasisitizwa katika Uislamu wetu. Ukiacha nukta hiyo, ningependa pia kwa wale tulioruzukiwa kufanya hija na wale watarajiwa katika Uislamu, hasa wa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuna bahati sana ya kuwa vinavyosababisha kupata thawabu ni vitu vingi. Soma Qur'ani herufi moja, thawabu 10. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, thawabu zamiminika. Kwa hiyo vile vitega thawabu ni vingi mno kwa umma huu, na kuvifikia pia sio shida. Lakini shida mara nyingi baada ya kupata thawabu, ile namna ya kuzitunza na kuzienzi, ili siku hiyo ambayo la yanfa'u malun wala banun, ukute kwamba mzigo wa thawabu uko pale. Kwa hiyo usia wale mahujaji wenzangu na viongozi na wengine kadha, na hata wasio hiji, kwa kweli kila tunapochuma thawabu, kitu kikubwa tuweke mbele yetu namna nzuri ya kulinda yale mema ambayo umetungizia thawabu. Vinginevyo itakuwa unaenda hija, unarudi, nafunga Ramadhani, inaisha, mambo unafanya mengi, lakini kule kuyalinda ili ya kufae siku ya malipo, hiyo ndiyo kazi ya ziada ambayo tuliokushajaliwa kutengeza ibada hizo za hija, basi tulinde, na watarajiwa wawe tayari kulinda. Lakini thawabu zinatakiwa kulindwa, sio za hija peke yake, hata hizi za majambo mengine. Utakuta Qur'ani kwa ufasaha wa kipekee, Allah tabaraka wa taala ametaka tunapoingiza thawabu, tunapofanya kheri, iwe ni jambo endelevu. Miongoni mwa mifano mibaya, Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mifano ya mtu ambaye anafanya wema baadaye anabomoa. Akapiga mfano wa mwanamke maarufu pale Maka, alikuwepo, kidogo hakuwa sawa sawa kiakili, pungwani hivi, wengine wanamuita Ruwaita. Jina si muhimu kwetu, muhimu ni yale matendo yake ambayo Allah tabaraka wa taala ametutahadharisha tusiwe kama huyo. Akasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Huyu mwanamama alikuwa pungwani kidogo. Sasa yeye asubuhi na mapema anatengeza kamba zake pale, anasokota mpaka likichwa jua, anaweza kuwa amepata kipande kirefu pima 1, 5, 6 na kadri ya kasi yake. Lakini ikifika jioni tu anafumua, zikiwa zile kamba moja moja, sio tena kamba ya kusokotwa mpaka kesho. Ina maana anasokota kamba, inatimia anafumua, inatimia anafumua tena, ndio mwendo wake kama huo. Sasa Allah akakemea na kukataza akisema wala takunu, wala msiwe kallati naqadat ghazlaha, kama yule mwanamke ambaye huwa anafumua kamba yake aliyosokota ile, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuwa iliimarika kabisa, madhubuti kabisa, yenye kufaa kabisa, lakini anafumua ili atengeneze tena. Umejaliwa kupata thawabu za hija, zidhibiti. Umejaliwa kupata thawabu za funga Ramadhani, dhibiti. Za Qur'ani, dhibiti. Salatu ala nabi, dhibiti, ili hivyo hivyo udumu katika hali hiyo mpaka pale Jalla wa Ala atapokuhitari na umauti. Wa'budu rabbaka hatta yatika yaqin. Na yaqini kifo, na ndio maana yaqini, kwa sababu hakuna mashaka yako kwa wengine. Wako mulhidina, hawaamini kufufuliwa, hawaamini adhabu al-qabri, lakini sifikiri kama kuna mtu haamini kufa. Na ndio maana hata watu waliobobea katika utaalamu wa tiba huko katika hospitali yao, hospitali haiwi na maana ila iwe na mortuary. Ni wodi, si ya kuweka watu wanaumwa, ambao tayari wameshapoteza uhai. Sasa kwa maana hiyo, ndugu zangu, hili jambo ambalo tunalifanya si jambo la utani, na tuombe tukiwa na yakini kwamba Allah tabaraka wa taala atatujibu. Kwa maana hiyo, nasaha zangu hizi fupi ili wengine wachangie ni kwamba tuwe na tabia na kumwomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana atuwezeshe kulinda mafanikio tunayofikia, kheri tunazozifikia, ili kusudi siku ambayo zitatakiwa
zikifunguliwa zile akaunti zetu zikuwe zina salio. Tusimpe shetani namba ya siri, wewe unafikiria kwamba kule ziko milioni 50, kumbe anakuja anatoa anavijua mpaka siku kamera ndio zinaonesha. Hapana, pale ulimsengenya mtu, pale ulimteta mtu, zimedokolewa kadha. Tujitahidi kulinda ili siku ambayo mali haina nafasi, watoto hawana nafasi, ndugu marafiki hawana nafasi, itakuwa tunakuta mzigo wetu pale Allah tabaraka wa taala anatulindia. Mimi nimalize kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale aliowapa mtihani wa kusimamia majambo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalinde, awape mafanikio, awape uoni sahihi, awape wasaidizi wazuri, na ailinde nchi yetu na kila fitna za dhahiri na za siri. Na wale wanaopanga mipango miovu, Mwenyezi Mungu awavize wasiweze kufikia katika nafasi hiyo. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wat-tawfiq war-ri'ayah. Allahumma sallimna min afati ad-dunya wa bala'i al-akhirah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nufusina tarfata 'ayn ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.